Habari za wakati huu mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar, karibu katika kipindi hiki kutoka Baraza la Wakilishi. Mimi ni Ali Mwita, na kama ilivyo ada tunazungumzia Baraza la Wakilishi na uwasilishwaji wa bajeti. Nipo na maafisa kutoka Baraza la Wakilishi ambao watatupa ufafanuzi wa kina kuhusiana na Baraza la Wakilishi na uidhinishwaji wa bajeti, mchakato wake na harakati zinavyokwenda. Karibuni sana. Asante sana. Kama ambavyo unawaona mtazamaji, maafisa hawa kutoka Baraza la Wakilishi, nipo na Bwana Saidi Hamis Ramadhan ambaye ni msaidizi wa katibu, lakini pia nipo na Bi Asma Ali Kasim ambaye ni mkuu wa division ya mipango. Habari yako Bi Asma? Salama tu. Tunazungumzia Baraza la Wakilishi na uidhinishwaji wa bajeti. Kabla hatujaangazia moja kwa moja kwenye mada ya leo, tukumbushe kipindi kilichopita kilikuwaje? Asante sana ndugu mtangazaji kwa kunipa fursa hii ya kukumbushia kile kilichojadiliwa katika kipindi kilichopita katika Baraza la Wakilishi na uidhinishaji wa bajeti. Ndio. Kama ambavyo ilielezwa katika kipindi cha awali na wawasilishaji wenzetu waliotangulia, walitueleza kwanza dhana nzima ya bajeti. Ndio. Na katika hilo walieleza kwamba bajeti ni mpango wa matumizi pamoja na makusanyo ya mapato katika kipindi kinachohusika. Kwa mnasaba wa mada yetu ya uidhinishaji wa bajeti, tunazungumzia kwamba ni kwa mwaka wa fedha. Na tunapozungumza mwaka wa fedha tunamaanisha ni kipindi kinachoanzia Julai, tarehe mosi Julai mpaka tarehe 30 Juni ya mwaka unaofuata. Kwa hiyo maana halisi ya bajeti kwa ufupi ni kwamba ni mpango wa mapato pamoja na matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha unaohusika. Ndio. Vile vile katika kipindi kilichopitia cha mwanzo tulizungumzia hatua zile za bajeti, yani ni budget process, ambayo kiufupi kabisa tulisema bajeti inapita katika hatua kuu 4. Hatua ya kwanza ni hatua ya uandaaji, ambayo hatua hii inafanywa na serikali yenyewe kupitia taasisi au mafungu ya bajeti, tunaita ni votes. Kule ndiko ambako uandaaji wa bajeti, wao ndio ambao wanapanga mpango wa mapato na mpango wa matumizi kwa mwaka husika. Inakuwa ni rasimu ya awali. Baada ya uandaaji tunafata hatua ya pili ambayo ni hatua ya uidhinishaji, na hapo ndipo ambapo tunaiona role halisi ya Baraza la Wawakilishi. Uidhinishaji wa bajeti ya taasisi yoyote ya serikali au vote yoyote au fungu la bajeti ni lazima ufanywe na ofisi ya Baraza la Wawakilishi. Kama ambavyo imeelezwa awali kwamba baada ya kuandaliwa tu bajeti na kuhakikisha uandaaji wake umekamilika, basi bajeti inawasilishwa mbele ya Baraza la Wawakilishi. Na kama ambavyo watangulizi wetu walieleza ni kwamba baada ya kupokelewa bajeti kwenye Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Spika ndiye ambaye ana role ya kuelekeza kwamba bajeti hii ijadiliwe kupitia kamati fulani. Ndio. Kwa maana hiyo kila kamati inakabidhiwa mafungu yake ya bajeti kwa mujibu wa wizara ambazo inazisimamia. Kwa hiyo bajeti kama ambavyo watangulizi wetu wameeleza ni kwamba inajadiliwa katika ngazi ya kamati. Na huko kutakuwa kuna mjadala baina ya watu watatu, makundi matatu ya watu. Kutakuwa kuna wizara ambao ndio walioandaa ile bajeti. Kutakuwa kuna maafisa bajeti ambao hawa wanatoka ofisi ya Rais, fedha na mipango, ambao kwa mnasaba wa shughuli yetu hiyo watakuwa wanamwakilisha kamishna wa bajeti. Kwa sababu tukumbuke kwamba tulielezwa kwamba bajeti inapojadiliwa katika ngazi ya kamati ni lazima kuwe kuna mwakilishi wa kamishna wa bajeti. Na kamishna wa bajeti yeye analeta afisa bajeti ambaye atakuwepo mwanzo mpaka mwisho fungu la bajeti linapojadiliwa. Kwa hiyo mtu wa pili ni huyo ambaye ni afisa bajeti kutoka ofisi ya Rais, fedha na mipango. Ndio. Na upande wa tatu ni upande wa baraza, ambapo hapa ni kamati ya baraza inayohusika na kupitisha au kupitia bajeti ile. Kwa hiyo mkutano wa watu wote hawa watatu katika muda uliopangwa na baraza ndio ambao unaidhinisha, unajadili na hatimaye kuidhinisha fungu la bajeti la taasisi fulani kwa ngazi ya kamati. Sawa. Biasi ametueleza hapa. Naomba niendelee kidogo. Naam.
Baada ya uidhinishaji ambao ndio roli ya baraza tunaipata, tunakwenda katika hatua nyingine ambayo itakuwa ni utekelezaji wa bajeti. Hii ni hatua ya 3 katika hatua zile za budget process. Hatua ya utekelezaji wa bajeti, pale ndipo ambapo tunamkuta mchezeshaji mkuu inakuwa ni Wizara ya Fedha. Kwa sababu katika utekelezaji wa bajeti ni kwamba kwa vile baraza tayari limeshaidhinisha, kinachofuata sasa fedha ziombwe na lile taasisi ambayo inazihitaji kama ilivyoomba katika baraza na kuidhinishiwa, na ofisi ya Rais fedha za mipango wao watoe zile fedha kwa mujibu wa zilivyoidhinishwa. Kwa hiyo ndiyo hatua ya 3 ya bajeti. Hatua hii inatekelezwa kwa upande wa serikali kwa ujumla wake, ambapo baraza hapa huwa haliingii katika hatua hii ya 3. Lakini hatua ya 4 ambayo ndio hatua ya mwisho katika budget process ni ufuatiliaji wa ile bajeti. Ufuatiliaji wa bajeti, hapa tunakuta kwamba baraza linaingia tena katika role hii. Role ya kufuatilia, baraza halifanyi peke yake, bali kuna baraza pamoja na taasisi nyingine. Baraza kama tulivyoelezwa awali kwamba linafuatilia bajeti kupitia kamati zake. Kwa mujibu wa kanuni ni kwamba kila kamati ya baraza ina wajibu wa kufuatilia matumizi yaliyoidhinishwa na kupatiwa wizara fulani ambayo inaisimamia kwa mujibu wa jinsi zilivyopatikana kwa wakati huo. Kwa hiyo hapo roli ya baraza katika ufuatiliaji tunaiona. Lakini vile vile kama ambavyo imeelezwa katika kipindi cha mwanzo ni kwamba kuna roli ya taasisi nyingine. Kwa mfano, ofisi ya mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali, ofisi ya CAG. Ofisi ya CAG nayo ina play role hapa katika kufuatilia matumizi haya ya kile ambacho kimeidhinishwa na kupatiwa fungu la bajeti au vote. Ndio. Kwa hiyo kuna mdhibiti naye anafuatilia, lakini kabla ya mdhibiti kuna wakaguzi wakuu wa ndani kama ambavyo ilielezwa katika kipindi cha mwanzo kwamba wakaguzi wakuu wa ndani ambao kitengo cha wakaguzi wa ndani ambacho kipo katika kila fungu la bajeti au kila idara au kila wizara, hawa nao wana play role ya kufuatilia bajeti iwapo matumizi yaliyofanywa ndiyo kwa mujibu wa kilichopangwa na ni kwa mujibu wa fedha iliyotolewa na Wizara ya Fedha na ni kwa mujibu kama itakuwa inaakisi ile thamani halisi ya fedha. Kwa hiyo hapa katika suala la ufuatiliaji wa bajeti tunakuta kuna sehemu 3 ambazo zinahusika. Baraza la Wawakilishi kwa upande wetu kama ambavyo ilielezwa, lakini kuna mkaguzi mkuu wa ndani ambapo kila taasisi ina kitengo hichi, na vile vile ofisi ya Rais, ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali naye pia ana role kubwa na finally anakuwa anatengeneza report ambayo anaiwasilisha kwa Mheshimiwa Rais na baadaye inaletwa tena katika ofisi ya Baraza la Wawakilishi. Kwa hiyo kama ambavyo tumezungumza awali ni kwamba budget process inakuwa ni sehemu kuu 4. 2 zinahusisha direct Baraza la Wawakilishi na 2 zinahusisha upande wa serikali. Sawa. Nikushukuru Bi Asia kwa ufafanuzi mzuri ambao umetujuza. Ametueleza hapa Bi Asia Bwana Saidi kwamba mchakato huu una hatua 4 kabla ya bajeti manake, na tuzungumzie hii ya pili ambayo ni uidhinishwaji. Ni nani ambaye anawasilisha rasimu ya bajeti ama utaratibu ukoje? Asante sana ndugu mtangazaji. Awali ya yote kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kwa siku ya leo kufika katika hali ya uzima. Lakini pili, tushukuru afisi yetu ya Baraza la Wawakilishi na ZDC kuweza kuandaa kipindi hichi kizuri cha kuweza kutoa uelewa kwa jamii zetu, kwa jamii yetu, kwa wananchi wetu ambao watapata fursa ya kufahamu mambo ambayo Baraza la Wawakilishi inatekeleza, hususan katika kipindi hichi cha mkutano wa 19 ambapo Baraza la Wawakilishi linashughulikia bajeti zile za serikali kupitishwa pale. Sasa nikija kwenye swali lako kwamba uwasilishaji yule wa bajeti katika baraza unakuwaje? Wenzetu waliopita walielezea kwamba uwasilishaji wa bajeti lakini katika ngazi ya kamati. Lakini leo tutajikita zaidi kwenye uwasilishaji wa bajeti katika ngazi ya baraza lenyewe pale. Sasa uwasilishaji katika Baraza la Wawakilishi una hatua kama 2.
Hatua ya kwanza ni ile hatua ya uwasilishaji wa hati mezani tunasema, na hatua ya pili ni ile kusoma kwenyewe sasa kwa ile bajeti husika. Tunapozungumzia sasa kwenye hati mezani, tuna maana ya kwamba ni ule muda wa awali au kitendo cha awali ambacho mtoa hoja au mheshimiwa waziri anakuja kuonesha azma yake anayotaka kuwasilisha mbele ya wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi wapate fursa ya kuweza kuja kuichangia, kuijadili pamoja na kuhojiwa na kutoa maamuzi stahiki. Lakini nani sasa anaweka hiyo hati mezani? Kama nilivyoeleza awali kwamba mtu wa mwanzo wa kuweka hati mezani ni ule waziri husika wa ile wizara. Lakini in case kama kuna emergency yoyote, basi kaimu waziri kaimu waziri, sio naibu. Kuna naibu na kaimu waziri. Kaimu waziri ambapo waziri akiondoka anapewa mamlaka yeye na serikali kushughulikia ile wizara husika. Wanapangiwa wale mawaziri. Sasa kwa mujibu wa kanuni ya 32 ya kanuni za kudumu toleo la 2024 linaeleza wale wahusika ambao kwamba kama ilivyoeleza ni waziri, kaimu waziri, lakini iwapo vile vile waziri mwenyewe waziri yoyote ambaye ataidhinishwa kuweza kuwasilisha ile hati mezani kwa niaba ya waziri mwenyewe au vile vile mwanasheria mkuu. Lakini vile vile marekebisho haya ya kanuni ya 2024 yamemuingiza mpaka naibu waziri, kwa sababu mwanzo alikuwa hayumo, lakini kipindi hichi naibu waziri pia naye amepewa mamlaka ya kuweza kuweka ile hati mezani. Lakini sasa tujiulize, kwa nini inawekwa hati mezani? Athari yake ni nini ikiwekwa au haijawekwa? Kwa maana kwamba ikiwekwa ile hati mezani, tuna maana kwamba ile hoja sasa ya waziri ambayo amekusudia kuieleza atakapowa fursa huko ndani ya baraza, wajumbe sasa watapata fursa sasa ya kuweza kufanya majadiliano. Watafanya majadiliano, watapata fursa ya kuhojiwa kuhusiana na majadiliano yalivyokwenda na kuweza kufanya maamuzi, kuyakubali yale ambayo mheshimiwa waziri kawasilisha au kuyakataa. Lakini vile vile kwa upande wa pili wa uwasilishaji wa hotuba yenyewe sasa, yani baada ya kipindi kile cha maswali na majibu, mara nyingi baada ya maswali na majibu na katibu mezani, wale makatibu wa chini pale wanakuwa wanasoma hoja za serikali na kumwita mheshimiwa waziri ili aje kuwasilisha sasa, kusoma ile hotuba yake. Sasa atakapofika pale anatakiwa asome ile hotuba yake ndani ya muda maalum kama inavyoelekeza kanuni ya 103 ya kanuni za kudumu. Asome ile nini yake, na muda ambao amepewa kuwasilisha ile hotuba yake ni saa moja na nusu. Saa moja na nusu, na in case kama amesoma saa moja na nusu imemaliza, yeye bado hajamaliza kuwasilisha ile hotuba yake, kiti sasa spika au mwenyekiti au naibu spika atamwelekeza kwamba muda umekwisha, lakini yale ambayo hujaweza kuyawasilisha, tambua au tamka kwamba yaweze kuingizwa kwenye Hansard au taarifa rasmi za baraza. Kwa hiyo akisema maelezo yale, hata kama kutakuwa kuna taarifa ambazo hajazieleza, kwa hiyo nazo zitajumuishwa kana kwamba amezieleza zile taarifa ameziwasilisha pale. Kwa maana hiyo wajumbe sasa nao watapata fursa ya kuchangia yote yale aliyoeleza pale na yale ambayo hajapata fursa ya kuyaeleza. Lakini vile vile kuna mambo ya kuzingatia. Jambo jingine kwamba anapowasilisha atoe maombi sasa ya fedha. Aeleze analiomba baraza limuidhinishie yale mafungu ya fedha ambayo yeye amekuja kuyawasilisha mbele ya wajumbe, kwa sababu hiyo ndo roli kubwa ya kuletwa ile hotuba pale pamoja na ile mafungu ya bajeti. Lakini mwisho kabisa anatakiwa atoe hoja. Na ndio wakati mwingine utaona pale baada ya kuwasilisha mheshimiwa waziri anaondoka au anasema naomba kuwasilisha, anarudishwa na kiti kwamba utoe hoja. Anapotoa hoja, kwa maana kwamba sasa ameruhusu sasa mjadala uweze kuchangiwa na wajumbe. Sasa hiyo ni kufupi tu ni jinsi gani uwasilishaji wa bajeti
unafanyika katika baraza la wakilishi. Ni kushukuru Bwana Saidi kwa ufafanuzi. Biasa mara nyingi tunapofuatilia baraza la wakilishi kama ambavyo ametujuza hapa Bwana Saidi, baada ya Mheshimiwa Waziri kuwasilisha hoja ama kuwasilisha ule mswada ambao anakuja nao pale, kuna michango ya wajumbe ambao wanatolewa ama maoni ya wajumbe wale wa kamati. Haya maoni ya wajumbe hawa baraza la wakilishi yana nafasi gani kwenye uidhinishwaji wa bajeti? Asante sana ndugu mtangazaji kwa swala hili ambalo litaleta uelewa kwa jamii, kwamba wasione kwamba yani wajue hizi taratibu ambazo watu wanazipitia katika kuchangia pale, kutoa maoni ya kamati na maoni ya wajumbe wengine. Tukianza na maoni ya kamati, ni kwamba maoni ya kamati hasa ni hotuba ambayo inaandaliwa na kamati ya baraza, kamati ya kudumu ya baraza, juu ya hoja ambayo imewekwa mezani kwa ajili ya kujadiliwa. Kwa mfano, tunapozungumzia dhana hii ya bajeti, yani tupo katika hotuba ya bajeti, tuseme hotuba ya bajeti ya Wizara ya Elimu kwa mfano. Kwa hiyo inapokuwa tayari hotuba ya bajeti ya Wizara ya Elimu imeshawasilishwa na Mheshimiwa Waziri wa Elimu, sasa kinachofuata cha mwanzo kabisa kinakuwa ni hotuba ya maoni ya kamati kuhusiana na bajeti ile ya Wizara ya Elimu. Sasa hapo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hotuba hiyo itahusisha kile kilichojadiliwa katika ngazi ya kamati. Kamati ilipofanya mjadala wake katika ngazi ya kamati ilikuwa ni siri. Kwa maana hiyo walikaa peke yao katika ukumbi katika muda ambao baraza liliwapangia, wakajadili. Sasa tuna display findings za kamati wakati ule ambao imepitia pamoja na wizara. Kwa hiyo ndiyo hotuba ambayo ni hotuba ya maoni ya kamati kuhusiana na bajeti ya wizara fulani. Sasa tujiulize, hii hotuba, je, anasimama mtu yoyote tu kwenda kutoa hotuba ya maoni ya kamati? Hotuba ya maoni ya kamati inawasilishwa na Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati. Kama tunapofahamu kwamba kamati za kudumu za baraza la wawakilishi katika ule muundo wake ni kwamba kunakuwa kuna kiongozi wa kamati ambaye anajulikana kama mwenyekiti wa kamati. Kwa hiyo huyu ndio mtu wa mwanzo ambaye ni responsible wa kusoma ile hotuba, kuja kuisoma mbele ya baraza. Kwa hiyo inapotolewa nafasi kwamba maoni ya kamati, kwa mtu wa mwanzo ni mwenyekiti wa kamati. Ikiwa mwenyekiti ama kwa dharura au kwa mujibu wa makubaliano yao ameamua kwamba asome mtu mwingine, basi mtu wa mwanzo atakayesoma hapo bila ya kuwepo kwa mwenyekiti au bila ya kusoma mwenyekiti ni makamu mwenyekiti wa kamati, kwa sababu yeye ndiye msaidizi wake wa mwanzo katika kamati. Ndio. Kwa hiyo anaweza kuwasilisha mwenyekiti au makamu mwenyekiti. Ikiwa makamu mwenyekiti amekosekana au makubaliano ya kamati yenyewe, anaweza kupewa mjumbe yoyote wa kamati kuja kuwasilisha hotuba ya maoni ya kamati kuhusiana na bajeti ya wizara fulani. Kwa hiyo ni mwenyekiti, makamu mwenyekiti au mjumbe yoyote wa baraza na si vinginevyo. Ni hapo tu, hao tu ndio ambao wanaruhusika kusimama mbele ya baraza na kutoa hotuba ya maoni ya kamati. Na hotuba hizi za maoni ziko katika mambo mbalimbali. Tunapozungumza katika bajeti, manake kila wizara, kila waziri anapowasilisha ni lazima ifuatiwe na hotuba ya maoni ya kamati, ambapo hii kwa hesabu zetu za kibaraza ni kwamba huu ndo mchangiaji namba 1 ni yule aliyewasilisha hotuba ya maoni ya kamati. Kwa hiyo vile vile tuna hotuba za maoni au hotuba za kamati zipo tunapopitisha miswada ya sheria. Waziri tu anapowasilisha tu ile hotuba yake kuhusiana na mswada fulani, basi kinachofuata pia kinakuwa ni hotuba ya maoni ya kamati kuhusiana na mswada uliowasilishwa mbele ya baraza. Lakini vile vile kamati pia inakuwa inatoa maoni yake kunapokuwa kuna yale matamko au kauli mbalimbali za serikali. Nazo pia ikitolewa kauli ya serikali kwenye baraza, basi na kamati nayo inayohusika na wizara ile nayo pia inatoa maoni yake kuhusiana na tamko au kauli ya serikali. Kwa hiyo hayo ndio maoni
hiyo ndo kuhusiana na maoni ya kamati. Sawa. Kuna wakati tunaona kamati zinafanya ziara mbalimbali kutembelea labda wizara, wakati mwingine kuangalia matumizi ya bajeti, na kuna wakati wanatoa matamko kwamba wameridhishwa na baadhi ya wizara, lakini kuna muda wanatoa matamko kwamba hawajaridhishwa na baadhi ya wizara namna ambavyo wamefanya yale matumizi yao. Sasa iwapo waziri anawakilisha ule mswada wake pale kwenye baraza la wakilishi na kamati haikuridhishwa kwenye ule ukaguzi wao ama kwenye kupitia yale matumizi ya wizara ile, wana uwezo wa kuzuia uidhinishwaji huo? Asante sana ndugu mtangazaji. Katika ngazi ya kamati, wakati Mheshimiwa Waziri anapokuja kuwasilisha bajeti yake kwenye ngazi ya kamati, ambapo ni kipindi kilichopita kilijadili hayo, kamati ina wasaa wa kujadili na kuzungumza yale mapungufu au kutaka maelezo ya ziada kwa Mheshimiwa Waziri na timu yake. Ndio. Kwa hiyo huko Mheshimiwa Waziri kwa yale mambo ambayo atakuwa anayo majibu nayo, atayajibu hapo hapo. Kwa mambo ambayo atakuwa anahitaji msaada, au kuna wakuu pengine wa vitengo au wakurugenzi ambao wamefanya, kwa hiyo wana uwezo pia wa kuingia na kusaidia majibu. Yaani itakuwa ni baina ya kamati na wizara, kuhusu jambo fulani unatuelezaje, wanatoa ufafanuzi. Ndio. Na iwapo kama kamati haikuridhishwa na majibu au ikihisi kwamba majibu haya hayaendani na tulichowauliza, basi wana uwezo kamati kutaka majibu ya ziada au kutaka hata watu wafanye reference kwenye document ambazo za ziada, maana hata kama hazipo katika ule ukumbi, pengine wamekuja baraza wizara. Kwa hiyo ikiwa kamati haikuridhishwa na yale majibu kabisa, basi haitopitisha katika ngazi ya kamati. Na ikiwa bajeti ya wizara fulani haikupitishwa katika ngazi ya kamati, maana yake nini? Maana yake ni kwamba wizara inayohusika na bajeti ile itawajibika kupanga siku nyingine, na siku hiyo watakapokuja waje na majibu yote ambayo kamati iliwauliza na wakashindwa kwenda mbele. Okay. Kwa hiyo inawezekana bajeti ya fungu fulani ikaweza kupita kwa siku ile ile moja ambayo imepangwa na baraza. Inawezekana bajeti ya wizara fulani ikashindwa kupita ndani ya siku ile moja kutokana na kwamba kamati haikuridhishwa na maelezo au majibu ya wizara kuhusiana na maswali ambayo ilitaka ufafanuzi. Sawa. Biasi, asante kwenye kutupitisha maoni ya kamati. Kuna wajumbe wa baraza la wakilishi na huwa wana shiriki kwenye kutoa michango yao. Nafasi ya hii michango ya wajumbe wa baraza la wakilishi ni ipi kwenye uidhinishwaji wa bajeti, Bwana Said? Asante sana ndugu mtangazaji, lakini kabla ya kueleza swali lako au majibu ya hili swali ambalo unanieleza, kuna kitu kidogo ningependa kuongezea katika yale maelezo ambayo nimeyatoa awali, kwamba hususan kuhusiana na ule muda wa wasilishaji ile saa 1:30. Ule muda upo kwa wizara, kwa hotuba za bajeti za wizara nyingine, la isipokuwa wizara ya ofisi ya makamu wa pili wa rais. Hiyo ofisi ya makamu wa pili ya rais hakuakiwa muda maalum wa kuweza kuwasilisha, na amekiwa hivyo kwa sababu kwanza yeye ndio kiongozi wa shughuli za serikali ndani ya baraza la wakilishi, makamu wa pili. Lakini la pili kwamba hotuba au bajeti ya ofisi ya makamu wa pili wa rais inakuwa imegawika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza kwamba kwanza anakuja kuelezea utekelezaji wa serikali mzima wote kwa kipindi kile chote cha miezi 9, yani kuanzia Julai hadi Machi. Anaelezea utekelezaji wa serikali nzima. Lakini pili kuna sehemu nyingine ya kueleza sasa utekelezaji wa wizara kama wizara yake yeye, na kufanya maombi kuhusiana na bajeti ambayo yeye anategemea kuja kuitumia. Kwa hiyo anakuwa haikewi muda maalum. Nikirudi kwenye swali lako kwamba michango ya wajumbe inakuwaje katika kamati. Tunafahamu kwamba kuna michango, tunaona wale wajumbe pale wanakuwa wanachangia. Sasa michango ile imegawika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza kuna michango ya kuchangia moja kwa moja. Yaani mjumbe mwenyewe anapeleka kimemo, tunasema anapeleka taarifa kwa spika kwamba kwenye bajeti hii
naomba na mimi niruhusiwe nichangie. Kwa hiyo once kiti kitakapomtaja kwa jina lake, kwa hiyo atasimama na kuanza kuchangia. Lakini michango mingine inahusiana na michango ya maandishi. Yaani mjumbe mwenyewe anaandika kwenye karatasi yake, anajieleza kwa jina lake kwamba mimi ndio nimetoa ujumbe, nimeandika ujumbe huu, anamwasilishia mtoa hoja, yani waziri, au na kopi inawasilishwa pale kwa makatibu wenzani kwa ajili ya kuweka kumbukumbu. Ndio. Lakini kwenye michango ya wajumbe kuna mambo ambayo mjumbe anatakiwa ayazingatie. Kwanza kuna swala zima la muda. Kanuni ya 61 ya kanuni za kudumu imeeleza wazi kwamba mjumbe kwenye mikutano hii ya bajeti anapewa dakika 20 kuweza kuchangia au kutoa mchango wake. Lakini habani kwamba lazima zimalize. Anaweza kutumia dakika 5, akatumia dakika 10, alafu akaomba kukaa au kuunga hoja ile, kuunga mkono ile hoja husika. Lakini dakika 20 hizo kiti kina mamlaka aidha ya kuongeza au kupunguza kwa dakika zisizozidi 5. Kwa hiyo akiongezewa sasa mjumbe atakuwa na dakika 25. Lakini akipunguziwa atakuwa na dakika 15. Sasa maeneo gani ambayo hawa wajumbe wanatakiwa waelekeze michango yao? Mara nyingi tunaona ile waziri anasoma ile bajeti. Lakini bajeti haiko kama bajeti peke yake, au ile hotuba yake haiko kama hotuba peke yake. Ile hotuba inaambatana na viambatanisho ambao vile mara nyingi waziri anakuwa havisomi pale. Lakini kwenye vishikwambi vyao tunasema zile tablet zao zile zinakuwa zile taarifa. Kuna taarifa za miradi ya maendeleo, kuna taarifa ya masuala ya watendakazi, yani taasisi na watendaji kazi wangapi, wana ufanisi, hawana ufanisi, au wanaweza kuleta ufanisi au hawawezi, kidogo waongezwe vipi. Kwa hiyo anapitia kule, anaona zile taarifa. Lakini vile vile kuna taarifa za kifedha ambao ndio inaainisha ile mafungu yenyewe ya fedha. Kuna masuala mazima ya viashiria ambavyo vinaonesha ile jinsi gani serikali au wizara itakuja kujipima utekelezaji wake kwa kupitia vile viashiria. Kwa hiyo anapopitia zile dokumenti nyingine anapata maelezo ya kuweza kuchangia ile hotuba husika. Lakini vile vile kuna mambo ambayo yanaweza kumsaidia yeye au kujenga uwezo wake sasa kuchangia yeye mjumbe. Anaweza kutoa michango yake kwa kupitia, kwanza apitie sera ya ile hotuba ambayo au wizara ambayo inawasilisha. Kwa hiyo atapata kujua sera inasemaje kuhusiana na kitu hichi, au sheria zile ambazo zinasimamia ule utekelezaji wa majukumu ya ile taasisi husika. Mfano kuna sheria mfano imeeleza kuanzishwaji wa taasisi fulani, lakini mpaka leo taasisi hiyo haijaanzishwa. Kwa hiyo yeye anaweza kuja kuhoji kwenye michango yake. Lakini vile vile kuna mipango ya kitaifa ya ikiwemo mkuza. Lakini kubwa zaidi anachangia au anaweza kutoa michango yake kwa kuangalia matakwa sasa ya wananchi wake. Matakwa ya wananchi wake pamoja na ahadi ambazo mbalimbali ambazo viongozi wamezitoa wakati wanapofanya ziara zao. Sasa kupitia michango yake hii, yeye sasa anaweza akaona kwamba kwenye jimbo langu kuna shida ya barabara. Na hii ni bajeti ya Wizara ya Ujenzi. Kwa maana sasa ataelezea kuna barabara yangu kule aidha iliahidiwa na mheshimiwa na alipopita kiongozi fulani aliniahidi kwamba itatengenezwa, lakini mpaka leo hajatengenezwa kwa kiwango cha lami au kwa kiwango cha kifusi. Kwa hiyo yale yatamsaidia yeye kujenga uwezo wake wa kuweza kuchangia. Lakini vile vile anapochangia, jambo la msingi ambalo pia anataka alifanye kwamba iwapo anataka sasa waziri atakapokuja kufanya majumuisho, kutoa majibu au ufafanuzi, amjibu yale ambayo anataka yeye ajibiwe. Ina maana aweke nia ya kuzuia fungu. Nia ya kuzuia fungu, au tunasema kwamba aeleze kwamba nitazuia shilingi au nitazuia mshahara wa mheshimiwa waziri. Kwa hiyo sasa pale waziri mwenyewe ataona kwamba katika anapokuja kufanya majumuisho atalazimika sasa hoja za yule mjumbe kuzigusa. Hata kama utakuwa pengine muda hautoshi, lakini atapanga utaratibu kiasi ambacho yale mengine ambayo hawajaweka nia ya kuzuia fungu anaweza kaziacha. Lakini yale ambayo wamekania, kwa sababu kwenye kupitisha mafungu huko yule ambaye amekania ndo atakuwa na nafasi sasa ya kusimama kuomba ufafanuzi kwa mheshimiwa rais, kwa mheshimiwa waziri au mtoa hoja, iwapo atakuwa hajaridhika na majibu ambayo
ameyatoa mheshimiwa waziri. Sasa anapozuia fungu, faida yake ni hiyo. Sasa kama hajazuia fungu, waziri au mtu wa hoja ana option, anaweza akaja akayaeleza yale, akatoa ufafanuzi, au anaweza akayaacha. Itategemea mwenyewe anaona yana uzito gani. Lakini athari yake kwamba ili aweze kuja kuchangia huku au kusimama kwa ajili ya kupiga buti, tunasema ni lazima awe ametia nia katika mchango wake na utoa ule, aeleze sasa kwamba iwapo sijaridhika na ufafanuzi ambao atautoa mheshimiwa waziri, basi nanuilia kuzuia hili fungu au kuzuia programu hii ndogo au programu kuu fulani. Sawa. Bwana Said, wakati wa michango hii ama maoni ya washiriki hawa mawajumbe wa baraza la wakilishi, umetuambia kwamba kuna ile ambayo atamwandikia kimemo mheshimiwa spika ama mwenyekiti kwa maana ya kuomba nafasi ya kuchangia. Lakini kuna wengine ambao umetuambia hapo huwa wanaandika maoni yao kwa maandishi. Haya maoni ya maandishi kwa kiasi gani yanafikia wajumbe? Kuna wakati wananchi, kuna wakati yale ambayo mjumbe atachangia pale pale tunayasikia baraza linapoendelea, lakini kuna ile ambayo unasikia mheshimiwa fulani amechangia kwa maandishi. Wananchi wanatamani kujua ile maandishi ambayo ameandika yanatolewa vipi? Kwa pale hawezi kuyapata, isipokuwa anapofanya majumuisho. Sasa mheshimiwa waziri au mtu wa hoja atakuwa anaeleza kwamba mheshimiwa fulani alichangia kwa maandishi na alieleza jambo fulani. Sasa mheshimiwa waziri yeye ataeleza sasa majibu au atatoa ufafanuzi kuhusiana na ile hoja ambayo yule mheshimiwa mjumbe amewasilishia yeye. Sasa pale wananchi ndio wanapata kusikia. Lakini kwa wakati anaandika, kama hawajapata ufafanuzi wa mheshimiwa waziri, hakuna mwananchi ambaye atajua nini kilichokusudiwa kuandikwa na mjumbe wao. Sawa. Nirudi sasa kwako Bi Asia. Tuangalie sasa nafasi ya mheshimiwa waziri. Ni kwa utaratibu gani mheshimiwa waziri hutoa ufafanuzi ama kuwasilisha ile bajeti kwenye baraza la wakilishi? Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ambavyo tumeeleza awali kwamba mwenye hoja katika wakati wa vipindi vya bajeti au baraza la bajeti kama ambalo sasa hivi linaendelea, inakuwa ni mheshimiwa waziri ambaye order paper au orodha ya shughuli za baraza imemweleza kwamba siku fulani atakuwa anawasilisha. Kwa hiyo hoja inakuwa ni ya mheshimiwa waziri. Kwa hiyo baada ya michango ya wajumbe na maoni ya kamati, kinachofuata ni ufafanuzi wa mheshimiwa waziri juu ya hoja yake. Tunasema hapa kwamba waziri yeye ndo anakuwa na wind up, ndo anazungumzia zile hoja ambazo zimezungumzwa na wajumbe. Kinachofanyika hapa ni kwamba mheshimiwa waziri anazisikiliza zile hoja zote, maswali, comments za wajumbe wakati wa michango ya wajumbe. Na mwisho baada ya michango ya wajumbe kwa time yao imemalizika, anakaribishwa yeye mheshimiwa waziri ili aje kutoa ufafanuzi wa hoja hizo, kutoa majibu wa maswali hayo, yani wote kwa pamoja ambao waliuliza. Waziri atatoa ufafanuzi kwa muda usiozidi saa moja. Kwa mujibu wa kanuni, waziri anatakiwa atumie si zaidi ya saa moja katika kutoa hoja. Wakati mwingine mawaziri nao wanapata shida sana, kwa sababu inakuwa hoja ni nyingi katika bajeti ile ya wizara yake. Kwa zile wizara ambazo ni kubwa, kwa mfano wizara ile ambayo ina mpaka tawala za mikoa ile, inakuwa wizara ni kubwa, watu wameogelea vya kutosha na yeye ana saa lake moja. Kwa hiyo waziri hapo atafanya nini? Atakachokifanya la mwanzo, atatizama wale ambao wametia nia ya kuzuia mafungu. Kama ambavyo ndugu Said alizungumza kwamba unapokuwa katika mchango wako mjumbe umetia nia kwamba natia nia ya kuzuia fungu fulani, ina maana hapo mheshimiwa waziri anatakiwa awe serious na hilo jambo. Kwa hiyo hawa ambao wametia nia za kuzuia mafungu ndio watu wa mwanzo ambao hoja zao zitakuwa lazima azijibu hapo katika hilo sawa. Na ikitokea sasa labda kama muda pengine umeisha, mmoja ya wajumbe amezuia fungu, ni kwamba lile fungu sasa mheshimiwa waziri hatalipata, utaratibu unakuwaje? Utaratibu huo ndugu mtangazaji tutakuja kuona wakati wa kamati ya matumizi. Sawa. Wakati wa kupitisha yale mafungu. Ikitokea, lakini mara nyingi waziri anahakikisha waliotia nia ya kuzuia mafungu ndio wanawatangulizia mwanzo kuwajibu hoja zao. Na kuna baadhi ya ahadi huwa anazitoa hapa waziri.
wakati anajibu, kuna baadhi ya ahadi huwa anazitoa. Wengine wanaomba kutekelezewa jambo lao, wengine wanaomba basi waziri angalau uje uone katika jimbo langu pengine. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri hapo anakuwa na ahadi anazitoa, na baada ya kumaliza mchakato mzima wa bajeti na wizara yake kupitishiwa bajeti, ina maana atakuwa na wajibu wa kutekeleza ahadi hizo. Lakini la mwanzo ambalo Mheshimiwa Waziri analifanya wakati ambapo anatoa yale ufafanuzi, kwanza anakishukuru kiti pamoja na kuwashukuru wale ambao wamechangia. Sawa. Nikushukuru Biasha, kutokana pia na muda, tuangalie kwenye upande wa majukumu sasa ya kamati ya matumizi, ambapo hapa sasa tutapata majawabu ya lile swala kutokana na muda pia na kutoacha mkono. Na nadhani Bwana Saidi utakuwa na majibu mazuri kwenye hili. Asante ndugu mtangazaji kwa kuniuliza swali hilo ambalo ndo key point ya masuala ya udhinishaji wa bajeti. Kwa sababu udhinishaji wa bajeti ni yale upitishwaji wa ule mafungu kwenye ile kamati ya matumizi. Na sasa kama alivyoeleza mwenzangu kwamba anapomaliza kufanya kutoa ufafanuzi, Mheshimiwa Waziri au mtoa hoja kuhusiana na hoja mbalimbali, analiomba sasa baraza likae kama kamati ya matumizi ili liweze kupitisha bajeti yake kifungu baada ya kifungu. Sasa pale katibu mezani sasa atasema kwamba kamati ya matumizi. Kwa hiyo anaposema kamati ya matumizi sasa ina maana kwamba kuna mabadiliko yanatokezea. Moja linalotokezea kwamba siwa lile linaloonyesha kwamba baraza linashughulikia bajeti linaondolewa kwenye sehemu yake au linawekwa sehemu maalumu au linafunikwa. Lakini vile vile speaker au mwenyekiti au naibu speaker naye anavua joho lile, kuna kubaki na ile nguo yake, nguo ambayo amevaa, aidha kanzu au pengine suti, na kushuka pale chini sehemu ambayo makatibu mezani wapo. Na akikaa pale sasa hawi tena speaker au naibu speaker. Pale anatambulika kama ni mwenyekiti sasa. Kwa sababu ni uendeshaji sasa wa kikao cha kawaida, mwenyekiti pamoja na wajumbe wake. Sasa baada ya kujulikana kwamba ni nani, sasa wanaanza sasa utaratibu mzima wa kupitisha yale mafungu kwa katibu mezani kusoma. Sasa wanaanza na bajeti ya matumizi ya mapato, halafu tena wanakuja kwenye bajeti ya makadirio ya matumizi. Sasa katibu mezani anasoma vile vifungu kwenye wakati wa upitishaji ule wa bajeti ya mapato, na uhojiwa wale wajumbe kwamba wameafikiana na kile kifungu ambacho kimesoma au hawafikiani. Na kama wafikiana wanatoa hoja zao. Lakini pia anakuja kwenye upande wa matumizi, anasoma zile programu kuu na programu ndogo. Hasa hapa kuna utaratibu. Kuna utaratibu kwa mujibu wa kanuni ya 110 imeeleza kwamba mjumbe ambaye ametiania kule kama nilivyoeleza mwanzo ana fursa sasa hapa ya kusimama yule katibu mezani atakapofika kutaja lile fungu ambalo yeye amelichangia kutaka kulizuia. Atapewa fursa ya kusimama, na kwa mujibu wa kanuni anaweza kusimama mara 3 kwenye hoja yake ile moja, kusimamia hoja yake ile. Sasa ikifika mara ya kwanza hajaridhika, mara ya pili, na hapa sio waziri peke yake kwamba atakuwa anatoa ufafanuzi. Hata wale mawaziri wengine wanaweza kumsaidia kutoa ufafanuzi, kwa sababu anakuja pale kudefend ile bajeti yao, kwa sababu ikifeli pale ndio imefeli serikali. Niwashukuru sana maafisa kwa ufafanuzi mzuri ambao mmetupatia kwenye mada yetu hii, baraza la wakilishi na uidhinishwaji wa bajeti. Imani yangu mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar utakuwa umejifunza vitu vingi sana kupitia kipindi hiki cha kutoka baraza la wakilishi, na nikukumbushe kwamba kipindi hiki kimetayarishwa kutoka kitengo cha habari, mawasiliano na itifaki cha baraza la wakilishi, lakini mratibu ni ndugu Himid Choko na msimamizi ni ndugu Masude Ali. Na kufikia hapa basi niseme hatuna la ziada. Mimi ni Ali Mwaita, nilikuwa nao hapa maafisa kutoka baraza la wakilishi ambao tumejadili mada yetu hii kwa kina, Bwana Saidi Khamis Ramadhan pamoja na Bi Asma Ali Kasim. Niwashukuru sana na natakia pia usiku mwema. Asante na kwaheri.